Lakini kuna mikopo iliyocheleweshwa kurudishwa milioni 148. Nimeambiwa kuna milioni 137 inatakiwa ilipwe, bado haijaje. Tumekusanya milioni 10 tu. Mheshimiwa DC, naomba ungane na yule bwana akuonyesha watu walipo. Tarehe 30 ya mwezi wa 7 tunataka fedha yetu yote milioni 137 isome kwenye akaunti ya halmashauri ili iende kwa makundi mengine ya vijana. Muonyeshe majina hayo. Tutakwenda kuwatafuta wa watu wataleta pesa yetu. Wewe wala usipate sana pressure. Tunafahamu namna nzuri ya kudai hela. Yaani ukile hela serikali ni kama umekwenda kuchukua mkopo wa tala. Utaenda kuilipa. Lakini pia kuna halmashauri kushindwa kuchangia mfuko wa wanawake vijana walemavu shilingi milioni 120. Imekuwaje wakati hela inatakiwa kukatwa kila inapoingia? Ikiingia 10% inatoka. Ikiingia 10% inatoka. Imekuwaje mmekaa na fedha mpaka imefika milioni 120 na sasa kuitoa mnataka kuitoa mnavyotaka nyinyi? Kwamba mmepanga mtatoa milioni 50. Hela yenu. Mtoe hela hii yote iende iliko kusudiwa. Na mpango wa kulimbikiza fedha ambao sio yenu, mheshimiwa mwenyekiti, ni kosa. 10% lazima itoke, ni kama vile hela ya lishe. Shilingi moja ya mtoto Dadora shilingi moja 1000. 1000 ya mtoto lazima itoke hapo hapo pesa inapatikana. Huwezi kusema kwamba umekopa imefika milioni 200 unadaiwa alafu unasema mtatoa kwanza milioni 30. 30 hela yako, mpango ulikuwaje? Kwa hiyo kwenye hii sitaki habari ya milioni 50. Mheshimiwa mwenyekiti, toweni fedha ya wanawake vijana watu walemavu iende iliko kusudiwa. Na kwenye hili tuendelee kuwa waangalifu, ni marufuku kukaa na fedha za watu. Kuna jambo lingine linakuja hapa juzi. Tumefanya kikao kikubwa sana. Mimi nimeenda binafsi nimefanya kikao kikubwa sana cha uelewa na wananchi wameelewa. Kule kiongozi. Kilichotokea mmekiona? Yule mtumishi aliyejaza ile karatasi akaweka na signature ameshachukuliwa hatua mkurugenzi? Kujieleza sio jambo. Naomba achukuliwe hatua zinazotakiwa haswa, na hatufai yule. Hatufai kwa sababu mtampa kazi sasa hivi mwanasheria akwenda kusimama kotini kwenye kitu ambacho hakipo. Lakini pia tuna hati tukishindwa kesi, unajua maana yake nini? Serikali itatakiwa kulipa. Atalipa nani? Kwa mwanzo kumshughulikia haraka sana kwa mujibu wa sheria. Ashughulikiwe haraka sana. Na nimemwambia rasi juzi nani mpaka Jumatatu nataka nione. Mimi habari ya kuandika hii sitaki. Katika kujibu hoja hizi na pia tutazingatia yale yote ambayo umeelekeza kwa baraza. Mheshimiwa, ni kuhakikishie kwamba hizi hoja tutazimaliza. Inawezekana kwa safari ijayo ukija hapa kazi yako itakuwa nyepesi sana. Utakuwa na kero, tunataka ufute hoja zote ikiwezekana. Kama itatokea moja kwa bahati mbaya, tutakuwa na maelezo kwamba hapo tumeteleza na kwamba marekebisho yatafanyika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.